Mtazamaji wa Global TV, tunaendelea kukupa taarifa kuhusiana na kinachoendelea katika mzozo wa Marekani, Israel pamoja na Iran. Na nipo na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, mchambuzi mkongwe kabisa kutoka nchini Marekani ambaye tupo naye hapa kujadili masuala haya kwa kina zaidi. Ni hatari gani kwa usalama wa Tanzania na Afrika Mashariki kutokana na mzozo huu? Kwa sababu kumekuwa kuna mjadala kama mafuta, watu wakaanza tena kuhoji kwamba mzozo umeanza siku hiyo hiyo afu ghafla bidhaa, yani mambo yanaanza kubadilika siku hiyo hiyo. Ikoje? Natamani uweze kutusaidia kiuchambuzi kuhusiana na mzozo huu unaweza kuathiri vipi, na sio tu Tanzania na Afrika Mashariki bali Afrika kiujumla. Wanaathirika vipi kutokana na mzozo huu? Karibu sana. Unajua, katika uchumi wa dunia hivi sasa, katika uwazi wa biashara na kutegemea soko la hisa na soko la mafuta na bidhaa, ni kwamba bidhaa zikipanda bei siku ya pili yake huwa zinaathiri watu moja kwa moja, kutokana na kwamba wanachukua ile hali ya kwamba hisa ni huru, inapanda na kushuka. Kwa hivyo mafuta yalipopanda moja kwa moja watu wamepandisha bei, kwa sababu ukiangalia kwamba mafuta Tanzania au Kenya, mafuta yaliagiziwa miezi 6 iliyopita, walinunua kwa bei ya rahisi sana, hakuna haja ya kupandisha bei. Lakini imekuwa ni mfumo mpya kabisa kwamba soko likishapandisha bei la hisa wanapandisha bei ya mafuta. Kwa hakika haijabidi mafuta panda hivi sasa katika nchi zote. Ilikuwa kwamba nchi inanunua mafuta leo au jana kwamba amenunua kwa bei ya juu zaidi, lakini kwa hakika mafuta yamenunuliwa miezi 6 au miezi 3 iliyopita kwa bei ya rahisi. Kwa hivyo ukiangalia kwa undani zaidi, haijalazimu nchi za Afrika, nchi za dunia kupandisha bei ya mafuta katika kipindi cha tuseme miezi 3 au miezi 6 baadaye, lakini hiyo sio jambo linalofanyika. Pili, bidhaa ndo hivyo hivyo, bidhaa zinapanda kwa sababu kuna ile hali ya uoga kwamba vita vikianza bidhaa zinaweza kuwa adimu kupatikana. Kwa hivyo moja kwa moja wanapandisha bei. Kitu kikipua kimepunguka katika soko, katika uwazi wa biashara, katika biashara huru, inakuwa ni kwamba vitu vikipunguka lazima bei zinapanda. Kwa hivyo hii ni moja kati ya matokeo ya soko huru. Bidhaa zikionekana kwamba ziko hatarini kutoweka, bei zinapanda, na hivyo nchi zinaathirika moja kwa moja na haraka moja kwa moja. Vita vimeanza kama walivyosema, siku ya pili au siku ya tatu tunaambiwa bidhaa zimepanda bei, kwa sababu ya hofu kwamba huenda katika siku zinazokuja mafuta yale hayatopatikana, na yakapatikana yatapatikana kwa bei ya juu. Kwa hivyo wanaanza kutoka mwanzo, lakini nafikiri ni njia ya dhulma kwa ujumla, kwamba mtu anapandisha bei mafuta siku ya pili, siku ya tatu, wakati mafuta yale wamenunua miezi 6 iliyopita kwa pipa $60, lakini pipa $80 bado haijatoka. Kwa hivyo ndo hali ilivyo, na athari zinakuwa kwamba ni wananchi wa Afrika, wananchi wa dunia ndo wanalipa hasara hiyo. Kwa hivyo Tanzania kama ulivyosema au Kenya, mafuta yameshapanda kutokana na mfumo wa soko huru, mfumo wa hisa kupandishwa na kushushwa kutokana na hali ya kisiasa, hali ya kiuchumi duniani au hali ya kivita. Kama tulivyoona hapa vita mara jana, na hisa za Marekani, hisa katika soko la Asia na hisa katika soko za Ulaya zilishuka moja kwa moja. Hapa Marekani Dow Jones ilishuka kwa pointi 1000 katika siku moja, hiyo ikiwa ni karibu 1% ya biashara inayofanyika katika soko hilo. Watu wamehamisha fedha zao wakiogopa kwamba huenda wakapoteza fedha nyingi. Kwa hivyo tunashuhudia hali hiyo kutokana na mfumo huru wa biashara duniani. Sawa. Na Marekani imetajwa moja kati ya nchi ambayo imekuwa ikificha idadi ya majeruhi pamoja na waliofariki katika vita hii ambayo inaendelea sasa hivi. Ukweli ni upi? Kwa Marekani imeathirika vipi kwa maana ya majeruhi pamoja na waliofariki, Israel alkadhalika na Iran? Karibu sana. Kulingana na habari tulizopata ni kwamba Marekani kuna wanajeshi 6 tayari waliuliwa. Wanajeshi 6 hawa waliuliwa kutokana na shambulio lilotokea katika kambi ya kijeshi
kule Doha nafikiri. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo linafahamika. Watu wanadhana kwamba Marekani inaficha, lakini ni kwamba inachukua muda kutangaza idadi ya majeruhi na vifo. Tunajua Israel idadi inaweza kuwa inafichwa, manake huko Israel wamepigwa marufuku watu kuonesha picha au kupiga picha ya athari zinazotokea, na Israel inajulikana kuwa inaficha idadi yake. Kwa hivi sasa inaonekana kwamba idadi ya watu waliofariki Israel haijulikani zaidi, ilikuwa katika 20 hivi, lakini Marekani inabidi kutangaza moja kwa moja kutokana na sheria zake kwamba uhuru wa kupata habari. Marekani serikali ikificha, wananchi wanafuatilia, wanajua. Kwa hivyo kwa hivi sasa, kwa vile ni vita vya anga, athari za ajali au vifo na majeruhi upande wa Marekani ni ndogo sana. Hawana wanajeshi wake chini ya katika ardhi kupigana. Kwa hivyo waliojeruhiwa pengine ni wale waliokuwa katika kambi ya kijeshi ambapo palitokea tukio la ghafla, lakini upande wa Israel athari kubwa, wengi wamejeruhiwa. Tunajua kwamba kuna lilianguka katika handaki moja, kuna watu 20 walifariki na karibu 120 walijeruhiwa. Kwa hivyo idadi inatolewa. Kuna shirika la Msalaba Mwekundu linafuatilia kwa karibu sana na kutoa idadi hizo vile vile katika kiwango cha kimataifa.